Mara nyingine tena, mpendwa msikilizaji wa Mau Media, karibu sana asubuhi ya leo tunapoungana nasi katika maombi na tafakari ya neno la Mungu. Baba yetu mwaminifu, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa wema wako. Asante kwa ulikuwa pamoja nasi usiku. Na hivi tumeona pambazuko la asubuhi. Tunasema sifa zikurudilie. Tazama ndugu msikilizaji ambaye anaungana nasi asubuhi ya leo, anapokuwa anajinyenyekeza katika maombi na tafakari ya neno lako, tunaomba upate kumbariki. Anakuwa na mahitaji mengi, tunaomba uyabariki. Wagonjwa kupitia tafakari hii wapate kupona katika jina la Yesu. Wale wote ambao wanakuwa na mahitaji mbalimbali, uwaletee majibu sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu unatujua, asante kwa sababu unajali mahitaji yetu, asante kwa sababu utatutendea mema katika jina la Yesu. Amen. Alikuwa huko Yeriko, mtu mmoja mtoza ushuru, hakupenda na watu kwa sababu aliwapora mali yao. Alikuwa huko Yeriko, mtu mmoja mtoza ushuru, hakupenda na watu kwa sababu aliwapora mali yao. Cha kushangaza, alipenda kumwona Yesu, lakini alizuiliwa na watu kwa sababu ya ufupi wake. Ndipo alipanda juu ya mkuyu ili amwone Yesu. Yesu akamwambia Zakayo, shuka upesi. Katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari ule wa kwanza ukishuka kidogo, tunakutana na habari za mtu tajiri ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, tajiri mkubwa katika wakati wake, na Biblia inamshuhudia ya kuwa licha ya kuwa alikuwa tajiri, lakini kwa bahati mbaya alikuwa hamjui Yesu. Ndugu yangu, unaweza kuwa tajiri na usimjue Yesu. Wengi wanajivunia utajiri, na kiburi kinachotokana na utajiri kinawapumbaza wasikuwe na ile nia ya kumtafuta Yesu. Lakini Zakayo, tunaposema tujifunze kwake, ni kwamba hata kama alikuwa tajiri, alikuwa amewazulumu watu kwa maisha yake yaliyopita ya utoza ushuru. Alikuwa ametengeneza vikwazo katika maisha yake, lakini aliposikia kuwa Yesu anakuja, aliposikia kuwa Yesu atapita njia ile, akasema ninataka na mimi nimuone Yesu. Ndugu yangu, haijalishi ni mali gani ambayo unamiliki. Je, kuna wakati unasikia ile haja ya kumuona Yesu? Kuna wakati unasikia ile haja ya kutambua Yesu ni nani, ya kujifunza juu ya Yesu? Wakati matajiri wengine wa wakati wake walikuwa na hisi ya kuwa hawana hitaji la kukutanana na Mwokozi wa ulimwengu huu, wakati walihisi ya kuwa Yesu ndiye angepaswa kuwatafuta lakini si wao, Zakayo alinyenyekea na kusema ninataka nimjue Yesu ni nani. Ndugu yangu, unapokuwa na ile haja ya kupenda kujua Yesu ni nani, bila shaka Yesu anakuonekania. Ukifuatilia story, wakati Zakayo alikuwa amepanda juu ya mkuyu na ile haja ya kupenda kumuona Yesu, Yesu alimuona. Yesu akamwambia Zakayo, shuka, kwa sababu leo nitaingia nyumbani mwako. Ndugu yangu, acha nikuhakikishie kuwa unapokuwa na haja ya kumuona Yesu, bila shaka Yesu anaonekana kwako. Unapoamua kwenda kuangalia kumtafuta Yesu, bila shaka Yesu anaonekana kwako. Wakati wengine wanahisi ya kuwa hawana haja ya kumtafuta Yesu, acha nikualike asubuhi ya leo upate kuwa na ile haja ya kumtafuta Yesu katika maisha yako. Uwe na ile haja ya kumkaribisha Yesu katika nyumba yako. Uwe na ile haja ya kuangalia Yesu anafanana namna gani. Muite Yesu katika biashara yako, muite Yesu katika ndoa yako, muite Yesu katika masomo yako, muite Yesu katika huduma ambayo unaifanya.
na Yesu akikuja kwako kila kitu kitabadilika. Wakati Yesu aliingia katika nyumba ya Zakayo, maisha yake ya kale yakakuwa yamebadilika, na tazama yote yalikuwa tayari ni mapya. Zakayo alitubu makosa yake, akaamua kuwarudishia wale waliowazulumu mali yao, na kaanza maisha mapya katika njia ya wokovu. Ndugu yangu, mkaribishe Yesu, uwe na ile haja ya kumuona, na akionekana kwako kila kitu kitabadilika. Hii ni sehemu ya kwanza ya tafakari yetu kuhusu Zakayo. Tunapokuwa tunajifunza kwake, tutakuwa na sehemu nyingine ili kuchimba zaidi maisha ya Yakobo na uzoefu wake na Yesu. Endelea kushare masomo haya kwa watu wengine. Unaweza kutumia group za WhatsApp, unaweza kutumia status yako, unaweza pia kutumia Facebook na platforms zingine kushare kwa wengine. Lakini pia unapokuwa umejiunga na channel yetu ya YouTube, kama hauja subscribe, tunaomba usubscribe, lakini pia ulike na uache comment yako, na Bwana atakubariki sana. Asante Baba yetu, asante kwa ufunuo huu kuhusu Zakayo. Tunaomba uendelee kutufunza zaidi tunapoendelea kuchimba habari hizi. Tunaomba makusudi yako ambayo ulikusudia tupate kuyaelewa. Asante kwa sababu unatusikia. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen.